الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 8 mwezi huu mtukufu Shahrullahi al-Muharram mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 Miladia. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صلاة الوتر، صلاة يا وتري alivyokuwa kisali Mtume sallallahu alaihi wasallam sala hii ya witri. Qala rahimahullah: kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi ath-thaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma katika salatul witri, rakaa ya kwanza baada ya Fatiha anasoma sabbih isma rabbikal a'la mpaka mwisho wake, na katika rakaa ya pili baada ya Fatiha anasoma qul ya ayyuhal kafirun mpaka mwisho wake. Wa fi thalitha, rakaa ya tatu, qul huwallahu ahad, husoma baada ya Fatiha qul huwallahu ahad mpaka mwisho wake, aya 4. وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. alikuwa akiongezea qul huwallahu ahad, akiongezea mara nyingine qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Rakaa ya tatu ya witri mara nyingine alikuwa akisoma sura hizo tatu, qul huwallahu ahad na qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Wa marratan qara'a fi rak'ati al-witri bi 100 aya min an-nisa, na mara fulani Mtume sallam alisoma katika rakaa ya witri ile ya tatu akasoma aya 100 za suratul Nisa. Mara fulani Mtume sallam alisoma katika rakaa ya witri ile ya tatu akasoma aya 100 za suratul Nisa. Wa amma ar-rak'atani ba'da al-witri fakana yaqra'u fihima idha zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun. Ama rakaa mbili ba'da al-witri, rakaa mbili ba'da al-witri alikuwa akisoma katika rakaa hizo, rakaa ya kwanza baada ya Fatiha idha zulzilatil ardu zilzalaha mpaka mwisho wake. Rakaa ya pili baada ya Fatiha alikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun mpaka mwisho wake. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى: هذا الفصل فيه بيان ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر وفي الركعتين بعد الوتر. Fasli hii, mlango huu unaelezea alivyokuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala ya witri na katika rakaa mbili za baada ya witri. Salatul witri inasaliwa baada salati al-isha. Baada salati al-isha ndio ni sunna kusali sala hii ya witri. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma katika salatul witri na katika rakaa mbili baada ya witri. Mlango huu unaelezea hivyo. Kwa katika salatul witri, rakaa ya kwanza alikuwa akisoma sabbih isma rabbikal a'la baada ya Fatiha. Rakaa ya pili akisoma qul ya ayyuhal kafirun baada ya Fatiha. Rakaa ya tatu alikuwa akisoma qul huwallahu ahad baada ya Fatiha. Mara fulani aliongezea hiyo, baada ya qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Qala wa fihi mas'alatun wahida. Hapa katika mlango huu kuna mas'ala moja, wa hiya thabata fil hadithi anir rasuli sallallahu alayhi wasallam annahu qala ij'alu akhira salatikum bil layli witra. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-witri
babu liyuj'ala akhiru salatihi au liyaj'ala akhira salatihi witra. Katika mlango huu imethubutu katika hadithi kutokana na Mtume sallam kwamba alisema, ijalieni sala yenu ya mwisho ya usiku witri, ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, jaalieni mwisho wa sala zenu za usiku iwe ni witri, rakaa moja ndio iwe sala ya mwisho ya usiku, iwe ni rakaa moja. Alhaditha akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-witri babu liyaj'ala akhira salatihi witra. Al-Imam al-Bukhari ameweka unwani hiyo, babu liyaj'ala akhira salatihi witra, au liyaj'al, mtu ajalie mwisho wa sala yake ni witri, liyaj'al akhira salatihi witra. Hadithu raqmu 98 ba'da 900. Wa akhrajahu Muslim fi kitabi salati al-musafirin wa qasriha babu salati al-layli mathna mathna. Al-Imam Muslim aweka mlango huo, walwitru rak'atun min akhir al-layli, na witri ni rakaa moja mwisho wa usiku. Akaweka pia mlango huo, babu salati al-layli mathna mathna walwitr rak'atun wahida min akhir al-layl. Hadithu raqmu 51 ba'da 700. Fakayfa yuwaffaqu bayna hadha wa bayna ar-rak'atayn allatayn kana sallallahu alayhi wasallam yusallihima ba'da al-witr? Vipi itawafikishwa na kujumuishwa baina ya hadithi hii ipi? Hii ya kujalia sala ya mwisho iwe ni witri rakaa moja. Vipi itajumuishwa baina ya hadithi hii na hadithi hii kwamba Mtume alikuwa akisali witri, akisali rakaa mbili baada ya witri? Wakati hapa ameamrisha na kusema jaalieni sala yenu ya mwisho iwe ni witri, halafu ikawa yeye anasali rakaa mbili baada ya witri. Utajumuisha vipi baina ya hadithi hizi mbili? Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah, wal jawabu anna fi'lahu sallallahu alayhi wasallam dalla ala anna qawlahu ij'alu akhira salatikum bil-layli witra lilistihbabi la lilwujub. Jawabu ni kwamba kitendo chake Mtume sallam cha kusali rakaa mbili baada ya witri, hii inafahamisha kwamba kauli yake hii, jaalieni sala yenu ya mwisho ya usiku ni witri, ni sunna kufanya hivyo, sio lazima. Hii amri hii, jaalieni sala yenu ya mwisho ya usiku ni witri, ni amri ya istihbab, sio ya ulazima. Falaysa almuradu bilhadithi alla takuna hunaka salatun ba'da salati alwitri. Sio muradi wa hadithi hii kwamba isiwepo sasa sala nyingine yote baada ya witri. Sio muradi wa hadithi hii, ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Innama almuradu bilhadithi an yakuna alwitru min salati al-layl, iwe witri ni katika sala za usiku. Yani an yuhafidha almuslimu ala salati alwitri idha salla min al-layl, mtu adumu, muislamu adumu sala hii ya witri ikiwa anasali usiku, asiwache witri kusali rakaa moja mwisho. Ndio maana ya hadithi ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Haina maana kwamba msisali tena baada ya hiyo rakaa moja ya witri, hakuna sala nyingine yoyote. Hadithi haina maana hiyo, na amri hii ni ya sunna. Al-amru lilistihbab la lilwujubi, sio kwamba ni lazima iwe sala ya mwisho ni witri. Ndio maana Mtume akawa anasali rakaa mbili baada ya witri, kuonesha kwamba amri yake hii sio ya ulazima, kwamba lazima mwisho ni witri rakaa moja, msisali tena rakaa nyingine. Nimeeleweka? Qala hadha almuradu bilhadith, huu ndio muradi wa hadithi hiyo. Walaysa almuradu bihi alla takuna hunaka salatun ba'da salati alwitri, si muradi wa hadithi hiyo
kutokuwepo sala nyingine yote baada ya witri, bidalili anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yusalli ba'da al-witri rak'atayn khafifatayn, kwa dalili ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali baada ya witri rakaa mbili nyepesi. Rakaa mbili nyepesi, yani hakurefusha rakaa hizi, anasali rakaa mbili nyepesi kwa haraka haraka. Wayuakidu hadha ma jaa an Thawbana, na inasitiza hili hadithi iliyokuja kutokana na Thawban radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam fi safar, tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam safarini. Faqala sallallahu alayhi wasallam inna hadha safara juhdun wa thiqalun, safari hii ni tabu, safari hii ni nzito. Fa idha autara ahadukum falyarka rak'atayn, akisha sali witri mmoja wenu na asali rakaa mbili. Fa in istayqadha, akiamka vizuri, wa illa, asipoamka, kanata lahu, hizi rakaa mbili zimekuwa ni zake, ni sunna pia kuzisali baada alwitri. Hadithi hii pia inasisitiza kusali rakaa mbili baada ya salati alwitri usiku. Akhrajahu ad-Darimi المجلد الأول صفحة 74 بعد 300، وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم 1010 يعني 100 6 بعد 100 و1000. وابن حبان كما في الأحاديث الصحيحة، وابن حبان كما في 6 المجلد السادس صفحة 15 بعد 300 حديث رقم 77 بعد 500 و2000 الإحسان. والحديث أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 93 بعد 900 و1000. وقال محقق الإحسان إسناده قوي، فدل ذلك على أن المقصود من الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ألا يهمل الإيتار بركعة. Kwa hadithi hiyo inafahamisha kwamba makusudio ya Mtume kuamrisha kuwa iwe sala ya mwisho ni witri, isipuuzwe hiyo witri kwa kusali rakaa moja, isipunguzwe. Hata kama mtasali tena baada ya witri rakaa mbili, msipuuze kusali witri rakaa moja usiku. Alla yuhmala al-itaru bi rak'a, isipuuzwe kusali witri rakaa moja usiku. Fala yunafihi salatu rak'atayn ba'dahu, hilo halitapinga rakaa mbili baada ya witri. Hadithi hiyo haipingi rakaa mbili baada ya witri, kama thabata min fi'lihi alayhi salatu wassalam wa amrihi, kama ilivyothubutu hilo kwa vitendo vyake Mtume alayhi salatu wassalam na amri yake. Wallahu a'lam. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع صفحة 46 بعد 600 حديث رقم 93 بعد 900 و1000. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله صحيح ابن خزيمة المجلد الثاني صفحة 59 بعد 100 على حديث ثوبان هذا بقوله باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة. Akaweka mlango huu Ibn Khuzaima katika sahihi yake. Huu ni mlango wa kutaja dalili kwamba sala baada ya witri ni halali, ni sunna. Kusali swala lingine baada ya witri ni mubaha, ni halali. Lijamii man yuridu salata ba'dahu, kwa wote wanaotaka kusali baada ya witri. Kwa wanaotaka kusali baada ya witri yajuzu kusali rakaa mbili bila kuzidisha. Wa anna rak'atayn allatayn kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalliha ba'da al-witri lam yakuna khassatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam duna ummatihi. Hadithi inafahamisha kwamba rakaa mbili hizi
alizokuwa akizisali Mtume sallam baada ya witri hazikuwa kwamba zinamhusu yeye Mtume sallam peke yake bila umati wake. idh an-nabiy sallam qad amarna birrak'atayn ba'da al-witri amra nadbin wa fadila, kwani Mtume sallam ametuamrisha tusali rakaa mbili baada ya witri, amri ya sunna na ya ziada, la amra ijabin wa faridha, si amri ya kulazimisha na ya faradhi. Kwa hiyo yajuzu, bali ni sunna kusali rakaa mbili baada ya witri, pamoja na hadithi hii ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Amri hii ni ya sunna, sio amri ya lazima kuwa iwe mwisho, sala ya mwisho ya usiku ni witri. Ni amri ya sunna, sio ya lazima, kwa sababu ya hadithi hizi zinazohimiza kusali sunna ya rakaa mbili baada al-witri. Salatul Jumaa, namna ya salatul Jumaa alivyokuwa akisali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u ahyanan fi ar-rak'ati al-ula bi surati al-Jumu'ah wa fi al-ukhra idha ja'aka al-munafiqun. Alikuwa Mtume sallam akisoma mara nyingine katika raka ya kwanza baada ya Fatiha akisoma suratul Jumu'ah yote aya 11, wa fil ukhra raka ya pili baada ya Fatiha akisoma idha ja'aka almunafiqun baada ya Fatiha pia aya 11, wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashiya. Mara nyingine husoma badala ya suratul munafiqun baada ya Fatiha husoma hal ataka hadithul ghashiya. Idhan suratul Jumaa rakaa ya kwanza baada ya Fatiha, rakaa ya pili mara nyingine akisoma hal ataka hadithul ghashiya. Wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya hal ataka hadithul ghashiya. Mara nyingine Mtume anasoma katika raka ya kwanza baada ya Fatiha sabbih isma rabbikal a'la aya 19, raka ya pili anasoma suratul Ghashiya aya 26. Ukisoma hizi sura za mwanzo hizi, ukifuata sunna hii ya kusoma suratul Jumaa yote raka ya kwanza, raka ya pili baada ya Fatiha idha jaaka almunafiqun, watu wengi watanungunika, sala ndefu, sala ndefu, salatul Jumaa ya ndefu, utafikiri salatu tarawih. Ndio sunna kuwa sala ndefu, khutba fupi. Ndio hadithi ya Mtume inavyosema kwamba sala al-Jumaa iwe ndefu kuliko khutba, lakini sisi tufanya kinyume kwa kuogopa watu wasije wakakimbia misikitini. Watu watakimbia misikitini ikiwa wafuata sunna hii ya baada ya Fatiha Jumaa yote, suratul Jumaa yote, rakaa ya pili baada ya Fatiha idha jaaka almunafiqun. Tumeelewa? Lakini ndio sunna. Salatul Eidaini, sala ya idi mbili. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil akhirah hal ataka hadithul al-ghashiya. Alikuwa Mtume sallam akisoma mara nyingine rakaa ya kwanza baada ya Fatiha anasoma sabbih isma rabbikal a'la, rakaa ya pili baada ya Fatiha anasoma hal ataka hadithul ghashiya, katika salatul Eidaini, Eidul Fitri na Eidul Adha. Wa ahyanan yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid, rakaa ya pili waqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar. Mara nyingine Mtume akisoma sura hizi mbili baada ya Fatiha, rakaa ya kwanza baada ya Fatiha Qaf wal Qur'anil Majid aya 45, rakaa ya pili baada ya Fatiha iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar aya 55. قال الشيخ بازمول حفظه الله تعالى قوله صلاة العيد يعني عيد صلاة عيد الفطر
anakusudia sala ya Eid al-Fitri, yani al-Eid alladhi yakunu ba'da Ramadhana fi awwal yawmin min Shawwal. Eid al-Fitri ni idi ambayo inakuwa baada ya mwezi wa Ramadhani, siku ya kwanza ya Shawwal, ndio Eid al-Fitri. Wal Eid alladhi yakunu fil adha fil yawm al-ashir min Dhil-Hijja. Idi ya pili ni idi ambayo inakuwa katika Eid al-Adha siku ya 10, tarehe 10 ya Dhil-Hijja. Fa ahlul islami la Eid lahum illa Eid al-Adha wa Eid al-Fitri. Waislamu hawana idi nyingine isipokuwa Eid al-Adha na Eid al-Fitri. Waislamu hawana idi nyingine isipokuwa hizi mbili, Eid al-Adha na Eid al-Fitri. أما ما يصنعه الناس من جعل الأعياد عيد الأم وعيد الميلاد وعيد الشجرة وعيد العمل فهذا كله ليس له أصل في الشرع. أما wanaofanya watu kufanya idi kwamba kuna Eidul Ummi, idi ya mama, Eidul Milad, idi ya kuzaliwa, Eidul Shajara, idi ya mti, Eidul Amal, idi ya kazi, yote haya hayana msingi wowote katika sheria hii ya Kiislamu. Watu wa bid'a wanafanya idi ziwe nyingi kwa ajili ya kuwaiga tu makafiri. Kwa ajili ya kuiga makafiri tu. Mbona makafiri wafanya idi ya New Year, basi na sisi pia tufanye New Year? Hapana, Uislamu hauna kuiga makafiri kabisa, bali tunatakiwa tusijifananishe kabisa na makafiri. Wakifanya hivi, sisi tunafanya kinyume chao, mukhalafa tama. Waislamu na makafiri, Waislamu wanatakiwa wawakhalifu makafiri katika kila jambo, sio kuwaiga makafiri. Makafiri pia wana idi ya ukimwi. Mtafanya idi ya ukimwi? Makafiri wana idi nyingi. Una idi ya ukimwi, una idi sijui ya nini, sijui mashamba. Mbona mfanye mahorabu sasa idi ya ukimwi na nyinyi mkapiga zefe barabarani? Kuna idi ya ukimwi. Ashura si idi, si idi, ni siyam. Leo Arafa sio idi, ni siyam. Lakini hawa sasa wafanya idi mwaka mpya, kuna idi na madufu barabarani na kucheza. Hapana, idi ni mbili tu, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Al-aslu fi shar'i annahu la Eida fi al-islami illa Eid al-Fitri wa Eid al-Adha. Asli katika sheria ya Kiislamu ni kwamba hakuna idi katika Uislamu isipokuwa Eidul Fitri na Eidul Adha, wa ma ada dhalika laysa bi'id. Zisipokuwa hizi mbili sio idi hizo. Mtume sallam alipohamia Madina, aliwakuta kule watu wa Madina wanasherehekea idi mbili, Idi Nairuz wal Mahrajan, idi za kijahilia. Mtume akawabadilishia, akawaambia sasa idi zenu ni hizi mbili, Eidul Adha wa Eidul Fitri, hakuna idi nyingine. Lakini sasa masufi wameongezea, kuna idi ya kuzaliwa mtume pia ni idi hiyo. Kwani mtume mwenyewe hajui? Mbona hakufanya sherehe za kuzaliwa kwake? Alisema siku ya kuzaliwa ni siyam, watu wafunge. Hawafuati hiyo, hawafuati kufunga, wao wanapiga madufu tu, wakati mtume anasema ni kufunga. Qala Sheikh Bazamul hafidhullah, salatul janaza, salatul janaza, sala ya maiti, as-sunnatu an yaqra fiha bifatihati alkitab wa sura. Sunna katika sala ya maiti ni mtu kusoma katika sala hiyo suratul Fatiha na sura nyingine. Wa yukhafita fiha mukhafatatan, na asome kwa siri katika sala hiyo. Wa yukhafita fiha mukhafata,
musalli anayesali asome kwa siri, asidhihirishe, asisome kwa nguvu. Baada takbirati alula, anasoma hiyo Fatiha na sura nyingine baada ya takbira ya kwanza. Yani qala Sheikh Bazamul, yani aliposema wayukhafita fiha mukhafata, yani yaqra'u fiha sirran la jahran, atasoma katika salatul janaza kwa siri, si kwa kudhihirisha sauti. Walam yati dalilun wadihun anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u du'a al-istiftah fi awwal salati al-janaza. Haikuja dalili ya wazi kuwa Mtume sallam alikuwa akisoma dua ya kufungulia sala mwanzo wa salatul janaza. Si kuna sunna ya kusoma dua ya kufungulia sala katika sala yote, iwe sala ya faradhi, iwe sala ya sunna. wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Au subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Zote hizi ni dua za kufungulia sala, inasoma baada ya takbiratul ihram. Lakini salatul janaza haikuja dalili ya wazi kwamba Mtume pia alikuwa akisoma baada ya takbira ile ya kwanza, akisoma hii dua ya kufungulia sala ya maiti. Ilikuwa baada ya takbira moja kwa moja anaanza suratul Fatiha. Qala Sheikh wa umumun nususi qad yushiru bimashru'iyyati du'a al-istiftah. Kuenea kwa nusus, kuenea kwa hadithi huenda kukafahamisha pia sunna hii ya dua ya kufungulia sala katika sala hii pia ya maiti. Walakin lam naqif ala dalilin wadihin sarihin limashru'iyyati du'a al-istiftah fi awwal salati al-janaza. Lakini nasema hatujapata dalili yoyote ya wazi ya kuonesha kwamba ni sunna dua ya kufungulia sala mwanzo wa sala hii ya jeneza. Hatujapata dalili hiyo. Kwa ni kwamba baada ya takbira ya kwanza salatul janaza, salatul mayyit ni Fatiha moja kwa moja bila kusoma dua ya kufungulia sala. Qala wal qira'a fi salati al-janaza sawa'un kanat bil-layl au bin-nahari takunu mukhafatah. Wal qira'atu fi salati al-janaza sawa'un kanat bil-layl au bin-nahar takunu mukhafata. Kusoma Fatiha na hiyo sura nyingine katika sala ya maiti, sawa ilikuwa sala hiyo ni usiku au mchana, inakuwa qiraa ni siri. Imamu na maamuma wanasoma kwa siri, yani la takunu jahriya. Qiraa hii ni kwa nguvu, hakuna kuinua sauti. Wa innama takunu hadhihi alqiraatu ba'da takbirati alula. Hakuna vingine, inakuwa kusoma Fatiha na sura baada ya takbira ya mwanzo. Akishatoa takbira ya mwanzo Allahu akbar, ni qiraatul Fatiha na kuongeza sura nyingine. Na takbira kusoma kwa nguvu ni imamu peke yake. Imamu peke yake ndiye mwenye haki kusema Allahu akbar ili maamuma wasikie. Sasa hawa maamuma nao wainua sauti kwa kusema Allahu akbar, wamuinulia nani? Maamuma wasiinue sauti zao katika salatul janaza, katika salatul eidain, katika salatul istisqa. Ni imam peke yake anainua sauti kwa takbira hizo, sio maamuma. Lakini watu wameshazoea, mazoea yana tabu, wanasema hivyo ndio Waswahili, mazoea yana tabu, ndio hivyo. Kwa hiyo watu wamezoea, lakini sivyo. Imam peke yake ndio mwenye haki kusema Allahu akbar ili maamuma wasikie. Maamuma wao kimya, siri tu Allahu akbar kwa siri maamuma. Lakini utaona bila aksi. Naam, kuinua mikono itakuja Sheikh ya kuelezea kwa kirefu hapa, lakini kuna ikhtilafu.
kuna ikhtilaf baina ya kuinua mikono katika takbira zote. Hakuna shaka takbira ya mwanzo ni sunna kuinua mikono, hiyo haina shaka, lakini ikhtilafu iko katika takbira zote 4. Je, pia wainua mikono takbira ya kwanza na ya pili na ya tatu na 4? Hapa pana ikhtilafu. Baadhi ya maulama wanasema ni sunna kuinua mikono zote, na nilimuona Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala akiinua mikono takbira zote, akiinua takbira zote. Sheikh Albani anasema sunna kuinua mikono takbira ya kwanza peke yake, takbira nyingine bila kuinua mikono. Kwa kuna ikhtilafu katika swala hili la kuinua mikono. يقول الشيخ بازمول حفظه الله: لخص المصنف ما تقدم في تلخيص صفة الصلاة بقوله. amefanya ufupisho wa milango hii Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema, kwanza thumma yaqra'u surata al-Fatiha bitamamiha walbasmalatu minha, kisha atasoma suratul Fatiha kwa ukamilifu wake, na bismillahir rahmanir rahim ni katika Fatiha. Sheikh Albani amekwenda kwenye kauli hii kwa bismillahir rahmanir rahim ni aya katika suratul Fatiha. Wa hiya ruknun la tasihhu salatu illa biha, suratul Fatiha ni nguzo, sala haisihi bila nguzo hiyo, bila kusoma Fatiha. Fayajibu ala al-aajimi hifdhuha, ni lazima aajim waihifadhi suratul Fatiha. Fayajibu ala al-aajim, wasiokuwa Waarabu lazima wahifadhi sura hii kwa sababu ni nguzo katika nguzo za sala. Kama mtu amesilimu karibuni hajaweza kuhifadhi suratul Fatiha, anasoma adhkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, anasoma adhkari hizo kila mahali. Hapo katika Fatiha, katika tashahudi hajahifadhi pia anasoma adhkari hizo, halafu lazima ahifadhi suratul Fatiha. Pili, faman lam yastati, dhakara huna, faman lam yastati ajza'ahu an yaqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Huyo ni ambaye hajaweza kuhifadhi suratul Fatiha, inamtosheleza kusoma dhikri hizi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Tatu, wasunnatu fi qira'atiha an yaqta'aha ayatan aya, sunna katika kusoma Fatiha ni kuikata aya baada ya aya. Yaqifu ala ra'si kulli aya, asimame kila mwisho wa aya asimame. Fayaqulu bismillahir rahmanir rahim thumma yaqifu, thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu, anasimama ananyamaza. Thumma yaqul arrahmanir rahim thumma yaqifu, kisha ananyamaza. Thumma yaqul maliki yawmiddin thumma yaqifu, wa hakadha ila akhiriha, na hivyo hivyo mpaka mwisho wa Fatiha. Ndiyo sunna kusoma hivi, kila aya mwisho wa aya ananyamaza, anaanza aya nyingine, akimaliza aya ile ananyamaza. Wa hakadha kanat qira'atu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kulluha, na kama hivi ndivyo ilivyokuwa kusoma kwa Mtume sallam kote. Alikuwa anasoma hivi katika sura zote, Qur'ani yote ilikuwa Mtume akisoma hivi, haunganishi aya moja na mbili kwa pumzi moja. Yaqifu ala ruusil ayi wala yasiluha bima ba'daha, anasimama mwisho wa aya, haunganishi aya na iliyo baada yake. Wa in kanat mutaalliqata almaana biha, hata kama aya hiyo ya pili inahusiana na maana na hii ya nyuma, pia Mtume anasimama sababu ni mwisho wa aya, halafu anaanza aya nyingine. Tumefahamu ndivyo ilivyokuwa akisoma Mtume sallam. Kwao ni sunna kusoma hivi bila kuunganisha aya 2 na 3, hata kama aya ya mbele inahusiana na ya nyuma. Kwa mfano suratul Maun, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun,
Hii alladhina hum an salatihim sahun yaungana na hii maana yake, si ndio? Adhabu kali ni ya wenye kusali wale wanaochelewesha sala zao. Fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Sasa hii ya mbele hii alladhina yaungana na hii ya nyuma, lakini hivyo hivyo Mtume alikuwa akisimama kwa sababu ndiyo mwisho wa aya, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Lakini sisi au baadhi ya maimamu wanaona ni uhodari kuunganisha aya 2 na 3 kwa pamoja, wanaona kwamba ni uhodari, lakini ni kuacha sunna. Rabian, wayajuzu qiraatuha maliki wa maliki, inajuzu kusoma maliki yaumiddin na maliki yaumiddin, zote ni qiraa sahiha mashhura. Tano, wayajibu ala almuqtadi an yaqra'aha waraa al-imami fi sirriya, ni lazima kwa maamuma aisome sura hiyo nyuma ya imamu katika sala za siri. Ni lazima maamuma pia wasome suratul Fatiha nyuma ya imamu katika sala za siri, salatu dhuhuri, salatu al-asri, rakaa moja ya mwisho ya maghrib, rakaa 2 za mwisho za salatu al-isha. Wa fil jahriya aidan illam yasma' qira'ata al-imam, pia katika sala za imamu anazosoma kwa nguvu, ikiwa maamuma huyo hasikii kusoma kwa imamu, ni lazima na yeye asome Fatiha. Au sakata hadha ba'da faraghihi minha sakta liyatamakkana fiha almuqtadi min qira'atiha, au huyu imamu baada ya kumaliza Fatiha alinyamaza kidogo ili maamuma wapate nafasi ya kuisoma Fatiha. Thumma qala wa in kunna nara anna hadha sukuta lam yathbut fi sunna, japokuwa tunaona kwamba kunyamaza huku kwa imamu kwamba maamuma wapate nafasi ya kusoma Fatiha, hiyo haijathubutu katika sunna. Haijathubutu kwamba Mtume baada ya Fatiha alikuwa akinyamaza akiwapa nafasi masahaba nao wasome Fatiha, hii haijathubutu. Tumesoma huko nyuma kwamba masala ya maamuma kusoma Fatiha ni masala khilafia. Wengine wanasema lazima imam na maamuma wasome Fatiha katika sala zote, jahriya na sirriya, kwa hadithi ya Mtume, la salata liman lam yaqra bifatihati alkitab, hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Kwa hadithi hii wanachukulia kwamba imamu na maamuma lazima wasome Fatiha katika sala zote. Kauli mukhalif tumesoma pia kwamba katika salawatul jahriya ambazo imamu anatoa sauti akisoma Fatiha na sura, maamuma hatusomi, tunamsikiliza yeye tu, tunasikiliza qiraa cha imamu. Hii ndio kauli ya pili katika masala haya. Isipokuwa sala za siri, hapo lazima maamuma nao wasome kama anavyosoma imamu suratul Fatiha na sura nyingine kwa siri. Qala wa yusannu an yaqra ba'da al-Fatiha suratan ukhra hatta fi salati al-janaza, ni sunna pia asome anayesali baada ya Fatiha asome sura nyingine hata katika salatu al-janaza, sala maiti pia hivyo hivyo. Au ba'dha al-ayati fi ar-rak'atayn al-ulayn, au asome baadhi ya aya, si lazima asome sura kamili, asome baadhi ya aya baada ya Fatiha katika rakaa 2 za mwanzo, Fatiha na baadhi ya aya za sura nyingine. Sabian, wayutilu alqira'ata ba'daha ahyanan, arifushe kusoma baada ya rakaa ya kwanza, hii katika rakaa ya kwanza mara nyingine. Wayuqassiruha ahyanan, afupishe mara nyingine. Li'aridhi safar, aisome yani arifushe sala, arifushe qiraa baadaha ahyanan, mara nyingine baada ya Fatiha arefushe kusoma sura nyingine. Wayuqassiruha ahyanan, na apunguze mara nyingine. Li'aridhi safarin, kwa jambo lolote linalotokea la safari, au sualin, au kikohozi kikimtokea huyo imamu, au maradhin, au maradhi, au bukai sabiyin, au kilio cha mtoto. Akisikia mtoto analia, pia anatakiwa imamu apunguze qiraa arukuu, kama alivyokuwa akifanya Mtume
sallallahu alayhi wa alihi wasallam. 8. Watakhtalifu alqira'atu biikhtilafi as-salawat, qiraa kinatofautiana kwa tofauti ya sala. Falqira'atu fi salati al-fajri atwalu minha fi sairi as-salawati al-khams, kusoma imamu katika salatu al-fajri inakuwa ni kurefu zaidi kuliko kusoma katika sala nyingine zote 5. Sunna katika salatu al-fajri ni kurefusha qiraa. Wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Thumma adh-dhuhr, kisha salatu adh-dhuhr pia inakuwa ndefu kidogo. Thumma al-asr, kisha asri. Wal isha na al-isha. Thumma al-maghrib ghaliban, kisha salatu al-maghrib ghaliban ni kurefusha pia. Mara nyingi Mtume alikuwa akirefusha salatu al-maghrib. 9. Walqira'atu fi salati al-layli atwalu min dhalika kulliha, kusoma katika sala za usiku ni kurefu zaidi kuliko sala zote hizo, kama ilivyokuwa katika hadithi. Mtume alikuwa akisoma mpaka miguu inakatika katika kwa urefu wa kusimama na urefu wa kusoma. 10. Wasunnatu italatu alqiraa fi rak'ati alula akthara min athaniya, sunna ni kurefusha kusoma katika rakaa ya mwanzo zaidi kuliko rakaa ya pili. Akthara min athaniya, zaidi kuliko rakaa ya pili. 11. Wa an yaj'ala alqira'ata fi alakhiraini fi alukhrayaini aqsara min alulayaini qadra an-nisfi, ajalie kusoma katika rakaa mbili za mwisho ni fupi zaidi qiraa kuliko rakaa mbili za mwanzo kiasi cha nusu. 12. Watajibu qira'atu al-Fatiha fi kulli raka, ni lazima kusoma Fatiha katika kila rakaa. 13. Wayusannu ziyadatu alayha fi rak'atayn al-akhiratayn aidan ahyanan, ni sunna kuzidisha zaidi ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho mara nyingine. 14. Wala tajuzu italatu al-imami lilqiraa biakthara mimma jaa fi sunna, haifai kurefusha imamu kusoma zaidi ya ilivyokuja katika sunna. Fa innahu yashukku bidhalika ala man qad yakunu waraahu min rajulin kabirin fi sinni au maridhin au imraatin laha radhi'un au dhil haja. Hilo la kurefusha imamu qiraa kusoma linatia uzito ikiwa wako nyuma yake mtu mzima kwa umri, mgonjwa au mwanamke mwenye mtoto anayenyonya au mwenye haja, anatakiwa apunguze qiraa imamu. 15. Wayajharu bilqiraa fi salati subhi, imamu atasoma kwa nguvu kwa sauti katika salatu subhi na aljumaa na alidain na sala ya kuomba mvua na sala ya kushikwa kwa jua na mwezi. Wal ulayaini min salati almaghrib wal isha, na katika rakaa mbili za mwanzo za salatu almaghrib na isha. Wayusirru biha fi salati adh-dhuhr, atasoma kwa siri katika salatu adh-dhuhr wal asri. Wa fi thalithati min salati almaghrib, tumesoma huko nyuma hii yote, hii ni ufupisho. Rakaa ya 3 ya salatu al-maghrib atasoma kwa siri. Wal ukhrayaini min salati al-isha, na rakaa mbili nyingine za mwisho za salatu al-isha anasoma kwa siri. 16. Wayajuzu lilimami an yusmi'ahum al-ayata ahyanan fi salati sirriya, yajuzu kwa imamu awasikilizishe maamuma aya mara nyingine katika sala za siri, ainue sauti mara nyingine, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, halafu anaendelea vile kwa siri aya zilizobaki ahyanan, mara nyingine. Mtume alifanya hivyo, sawa. 17. wal akhir wa amma alwitru wa salatu al-layl fayusirru fiha taratan wa yajharu tara, ama witri na sala za usiku atasoma kwa siri mara nyingine na atainua sauti mara nyingine. Wa yatawassatu fi raf'i sauti, atafanya kati na kati katika kuinua sauti, hatainua sana sauti wala hatasoma kwa siri sana. Hii ni ufupisho wa haya tuliyosoma katika milango hii. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.